Sawa? Sheikh anasema mata yajharu al-musalli wa mata yusiru, wakati gani mswaliji atasoma kwa sauti na wakati gani atasoma kwa siri. Anasema jawabu, yajharu fi rak'ati al-ula wa thaniya, atasoma kwa sauti rakaa ya kwanza na rakaa ya pili min salati subuhi, swala ya subuhi, wal magharibi, na swala ya magharibi, wal ishai, na swala ya isha. Swala hizo zote tatu alizozitaja shekhe, rakaa mbili za mwanzo utasoma kwa sauti. Anasema yusiru fi jamii salati dhuhur, na atasoma kwa siri swala ya dhuhuri yote, wala asr, na swala yote ya alasiri atasoma kwa siri. Wa fi rak'ati thalithati, na rakaa ya tatu min salati al-maghrib, ya swala ya magharibi utasoma kwa siri. Wa fi thalithati warabi'ati min salati al-isha, na rakaa ya tatu na ya nne katika swala ya isha, hizi utasoma kwa siri. Tofauti ya kusoma kwa siri na kusoma kwa wazi, nini tofauti yake? Aljaharu, kusoma kwa sauti, ma tusmiu bihi ghairaka, ni kusoma kiasi mtu wa pembeni yako anaweza kusikia unasoma kitu gani. Hii ndio inaitwa jahar. Hii ndio inaitwa kusoma kwa wazi, yaani mtu aliyoko pembeni yako anakusikia unasoma. Yaani hata kuuliza wewe bwana kuna kitu anasoma, hata kama huyu wa pembeni hajui maana ya kile unachokisoma, lakini anasikia sauti kwamba wewe unafanya nini, unasoma. Hii ndio inaitwa jahar, kusoma kwa sauti. Na kusoma kwa siri, ayusmia nafsahu, ni mtu kujisikilizisha yeye mwenyewe, yaani anachokisoma anakisikia yeye, kiasi kwamba mtu wa pembeni yake hajui huyu bwana kama anasoma kitu. Hii ndio inaitwa siri. Sasa kuna watu hiyo kwenye siri hawasomi, wanafikiria. Sisi tunaelewana? Kuna mtu swala ya dhuhuri, Allahu akbar, Allahu akbar. Sasa wewe umesoma hapa? Wewe unasoma. Kusoma, hakuna kusoma kusikochezesha midomo miwili. Yaani ili usome lazima midomo yako miwili ifanye nini? Icheze. Lakini wewe umegandisha midomo kabisa, umefumba kabisa namna hiyo, wewe usome. Sawa? Kwenye swala hata wewe usome. Kama unasoma magazeti sawa, lakini kwenye swala wewe usadiki kwamba umesoma, wewe unahesabika ulikuwa unafikiria na wala ulikuwa usome. Kwa hiyo adhabitu, kidhibiti cha kuonyesha kwamba wewe unasoma ni kuchezesha nini? Midomo. Hata bubu kwenye swala ameambiwa yuharriku shafataihi, atikise midomo yake miwili kuashiria kwamba anasoma. Sasa watu wengi akifika kwenye swala tu Allahu akbar anakaa kimya. Ile suratul Fatiha anaisoma kimoyo moyo. Kimoyo tu inapita tu, kimoyo tu inapita tu. Sasa hii sisi kwenye sheria uitu kwamba umesoma. Hicho sio kisomo. Kwa hiyo ndio tofauti ya kusoma kwa siri na kusoma kwa jahar. Siri ma mubtilatu swala,
ni vitu gani vinavyoharibu swala. Wewe umeshaingia kwenye swala, kitu gani kikikutokea hicho kitakuwa kimeharibu swala, usiendelee, uendelea na hiyo swala ni bure. Sawa? Kwa hiyo hivi vitu vinaitwa mubtilatu swala, vinavyoharibu swala. Jini, Sheikh anasema jawabu, mubtilatuha arbaatun, vitu vinavyoweza kuharibu swala yako ni vitu vinne. Sikiliza kwa makini. Al-awwal, jambo la kwanza, al-kalamu amdan, ni kuzungumza ndani ya swala kwa kukusudia. Umeelewa? Unakusudia sasa kuzungumza ndani ya swala. Ukiona umezungumza, ujue swala yako inafanya nini? Ni haribu. Wewe una swali, mtu anakuja fungo huko hapo, ndio uko kabatini, tayari. Tayari. Swala ishafanya nini? Ishaharibika. Ukitaka kuswali tena uanze tena upya, lakini hiyo ishaharibika. Kwa hiyo jambo la kwanza, kuzungumza ndani ya swala kuna haribu nini? Swala. Waqumu lillahi qanitin, Mwenyezi Mungu anasema simameni kwenye swala kimya, wanyenyekevu. Awali ya mambo, masahaba walikuwa wanazungumza ndani ya swala. Mtu akija anamuuliza mwenzake, bwana, hii rakaa ngapi? Anaambia hii hatujui. Anaambia hii hatujui. Kisha Mwenyezi Mungu akashusha aya kwamba watu waswali kimya. Sasa maneno ni haramu kuzungumza ndani ya swala. Mtume akaweka hadithi akasema, hakika hii swala hayaruhusiwi mazungumzo ya kibinadamu ndani ya swala, isipokuwa kama atakusemesha Mtume lazima umjibu. Mtume alimsemesha sahaba mmoja akawa hakumjibu, alipotoa salamu ndo akamjibu. Sasa mbona nimekusemesha umemjibu, au alimtolea salamu mbona hujamjibu? Akasema Mtume, nilikuwa na swali. Akasema hujasikia kauli ya Mwenyezi Mungu, wastajibu lillahi wa rasul. Mtume anapokuongelesha au anapokusalimia na wewe maswali, unatakiwa ufanye nini? Umjibu. Lakini nje ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukimjibu, swala yako imefanya nini? Imebatilika. Au tashmiku al-atis, kumwombea dua aliyepiga chafya. Wewe una swali, kakaja na hapa aswali, apiga chafya, akasema alhamdulillah. Wewe uko kwenye swala ukasema yarhamuka Allah, tayari sharibu swala. Sharibu swala. Kwa hiyo alkalamu amdan, kuzungumza kwa kukusudia, yaani unakusudia hasa kuzungumza, unaharibu swala. Athani, jambo la pili linaloharibu swala, Sheikh anasema thalathu harakati mutawaliyati. Sawa? Anasema ni haraka tatu zenye kufuatana. Haraka mnajua kutikisika mara tatu mfululizo. Sawa? Kama ni kutembea ukapiga hatua tatu, 1, 2, 3 mfululizo, Sheikh anasema unaharibu nini? Unaharibu swala. Hii lakini ni katika madhehebu ya Imam Shafi'i. Sawa? Lakini aswahihi ni kwamba haraka yoyote ile ambayo ina maslahi na swala, haijalishi umepiga hatua ngapi au haraka ziko mara ngapi, madhali zina maslahi na swala. Sawa? Na mpaka wanasema hivyo, nipata kigezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam
alikuwa anaswali pahala, akaja mbuzi anataka kupita. Sawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga hatua 3 mpaka kwenye ukuta ule. Sawa, mbuzi akapita nyuma, alafu akapiga hatua 3 zingine kurudi pale alipokuwa ameswali mwanzo. Sasa hao wanasema madhali Mtume alipiga hatua 3 tu, wewe ukizidisha swala yako inafanya nini? Imeharibika. Lakini kama Mtume angekuwa mbali zaidi, asingepiga zaidi ya hatua 3, angepiga. Sawa. Sasa maneno haya kwamba hatua 3 tu, fihi nadhar. Sawa, fihi nadhar, haya sio maneno ya sana. Lakini hatua zozote zile ambazo zitakuwa na maslahi ya swala haziwezi kubatilisha swala, isipokuwa ukipiga hatua tu, yani wewe umeamua utembee tu, hata moja itabatilisha swala. Sisi tunaelewa, hata moja itabatilisha swala. Mfano wewe unaswali pahala, unaona watu ndio wanataka kukatiza na kupita hapo hapo, unapiga hatua uje kwenye nguzo, hata kama zitakuwa ni hatua 7 ambazo zitakusanya usimame sehemu ambayo watu hawawezi tena kukata swala, hakuna tatizo. Lakini sasa kwa mujibu wa shekhe ni kwamba utapiga 3 utasimama, ili usionekane umepiga ya 4 ukabatilisha. Kama hujafika tena utapiga 3 zingine utasimama. Ama hujafika, sasa utafika saa ngapi vile unataka kwenda? Kwa hiyo, lakini shekhe anasema 3 harakati mutawaliyati. Sawa, haraka 3 zenye kufuatana. Kwa hiyo ndio maana utaona watu zamani, hata mtu anawashwa mgongoni hapa, anafanya wewe jikune ushinde pale kujikuna, basi endelea na nini? Endelea na swala. Kama sikio linakuwasha mpaka uone pameacha kuwasha, unaendelea na swala yako. Si tunaelewa? Lakini unajikuna tu wala hapa kuwashi, wewe basi unacheza au unachezea ndevu tu, mazali ziko nyingi, wewe unacheza kwenye swala. Unacheza kwenye swala. Kwa hiyo hayo hayatakiwi, hata kama utafanya mara moja, lakini haukuwa na shida ya kufanya hivyo, huo ni mchezo kwenye nini? Huo ni mchezo kwenye swala, kwa sababu wewe umesimama mbele ya Mola wako. Sisi tunapiga safu namna hii, kama unavyoona wanajeshi wanapiga safu, kama unavyoona polisi wanapiga safu. Sawa, wale wanajeshi au polisi wanapopiga gwaride lao wamekaa kwenye mistari, kuna mtu unamwona anatikisika? Hakuna anatikisika, wala hakuna anayepepesa macho, kwa sababu kamanda yuko pale, wanamheshimu, wanasubiri amri yake. Na kwenye swala ni hivi, sio madhali umeambiwa usimame kwenye swala basi ndio uanze mara umefanya hivi, na hakuna sababu za kufanya hivi. Lakini Mungu kakung'ata, mpige. Sisimizi anakutambaa, mtoe. Hii haina tatizo. Athalithu, jambo la 4 la 3 linaloharibu swala ya mtu, al-aklu wa-shurbu, ni kula au kunywa ndani ya swala. Uruhusiwi kula wala kunywa ndani ya swala. Kwa hiyo ukiona wewe umekula au umekunywa ndani ya swala, swala yako inafanya nini? Imebatilika. Wewe umetoka na maji ya kutawadha kule, umeabunda huko mdomoni, umefika hapa, Allahu Akbar, wewe ndani ya swala ukayameza, wewe ujue swala yako inafanya nini? Imeharibika. Umetoka kupiga mchele mwingine umenasia huko na nyama,
Msogeza na ulimi kama umemeza. Swala yako imefanya nini? Imeharibika. Swala imefanya nini? Imeharibika. Maana hapo osha kula. Kula sio maana yake lazima uweke sahani mbele hapo upige matonge. Kile kilichoko mdomoni kile ukaamua wewe kwamba nakimeza, basi swala yako imeharibika, kwa sababu kula na kunywa ndani ya swala hairuhusiwi. Hata kama umetoa kohozi, kohozi linakuja mpaka kila ukiangalia hivi, ukasema hili bwana hili moja nilimeze, ukalimeza, swala yako imeharibika. Tofauti na lile kohozi ambalo umepiga alafu lenyewe likapitiliza, hili soma kwa makusudi. Ili ukukusudia swala yako iko pale pale. Lakini lile ambalo tastatiu majahu, kohozi au kitu ambacho unaweza kukitoa na kukitema, wewe usikitoe na ukakitema ukaamua kumeza, hicho kimeharibu swala. Hicho kimeharibu swala. Arabiu, jambo la 4 ambalo linaharibu swala ya mtu, tarku rukuni min arkaniha, ni kuacha nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Kiacha nguzo moja tu, swala yako inaharibika. Tarku rukuni min arkaniha, ni kuacha nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Au fawatu sharti min shurutiha, sawa, au kukupita sharti miongoni mwa sharti za swala. Ikikupita sharti miongoni mwa sharti za swala, basi ndio kwamba una nini? Una swala. Kwa mfano mtu anaswali hana udhu. Udhu ni sharti ya kuswihi nini? Swala. Wewe unaswali huna udhu, huna swala. Sawa? Au fawatu sharti min shurutiha, au ikakupita sharti moja miongoni mwa sharti za swala, utakuwa huna swala. Sharti miongoni mwa sharti za swala ni mtu kuwa na udhu, kuingia kwa wakati wa hiyo swala ni sharti. Sawa? Wewe saa hizi useme mimi na swali isha na swali na alfajiri, yaani unaweza kuswali isha unasema na swali kabisa na alfajiri, itawezekana? Kwa sababu ili ni sharti swala iswihi uingie wakati wa hiyo swala yenyewe. Kwa hiyo sharti ya swala zikikosekana au kaacha nguzo miongoni mwa nguzo za swala, basi hiyo swala imefanya nini? Imeharibika. Kwa hiyo mambo 4 yanaharibu swala ya mtu. Mambo 4 yanaharibu swala ya mtu.